Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abeid. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Alitamani kutoka nje na kwenda kutembea. Alitamani kuwa darasani na wenzake, kutimiza ndoto yake. Alitamani kuruka, lakini hakuwa na mbawa. Alijiona ni mtu asiye na bahati katika maisha. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Au twende zetu ni kuchukue ukamalize 40 huko. Bisania aliendelea. Muna alilifikiri hilo na akaona nyumbani kwa mama yake mdogo kulivyo kimya zaidi, atazidi kuwa mpweke, atashindwa kulala. Bisania akachukua mkoba wake na kumwacha Muna ambaye hakuweza hata kumtizama. Baada ya kutoka, alisikia sauti za mama zake wakiagana, na akaambiwa Zuena msindikize Bisania mpaka stendi ya magari, na wadogo zake Muna wa kiume walimsaidia begi lake. Bisania hata hajafika mbali, kitoto kikaamka. Kilianza kufurukuta, kisha kilio kidogo kidogo, na baadaye kikachanganya. Kililia kwa kwenzi kama kuna mtu kamnyukua. Muna alikiacha hivyo hivyo kinalia, na yeye kajilaza huku macho kayafunga. Kazi imeanza rasmi sasa. Itakuwa mimi na kulea na mimi. Kwa nini mimi lakini? We Muna, umsikii huyo mtoto analia? Yaani toka saa hizo mpaka saa hivi unamwacha tu mtoto analia. Ndo tuseme umelala au vipi? Bi Salma alikuja ndani na kuanza kumkaripia Muna huku kitoto kikiendelea kulia. Mara wakasikia mtu nje anasema. Sauti ilikaribia na huku mtu anakuja chumbani. Muna alisikiliza vizuri sauti hiyo ambayo aliijua sana. Hamdani. Muna alinyanyuka ghafla na hapo Hamdani akaingia ndani. Ndugu hao wawili wakakumbatiana. Muna kilio kilimtoka tena kwa kwikwi. Kitoto bado kilikuwa kikiendelea kulia. Bi Salma aliduaa tu na kuwatizama wanawe. Yeye mwenyewe kachoka taabani kwa kazi, na habari ya kulea haikuwa katika mambo aliyoyamudu. Mjomba, yuko wapi mjomba wangu? Hebu nimuone. Hamdani alimwacha Muna na kisha kaenda pale alipolala mtoto ambaye bado alikuwa akicharaza. Alimnyanyua kwa uangalifu na kumweka mikononi huku akisema naye taratibu na kumchombeza. Kuanza tu kuchombezwa, kitoto kilinyamaza kimya na kuangaza kama akimtazama nani huyo aliyembeba. Alitabasamu kisha akafunga macho. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Umefurahi kumwona nko wako mtoto mzuri. Sikukuwahi ukiwa tumboni na sauti yangu hujaisikia hapo, lakini leo kama tunaijuana, Hamdani alisema na kichanga hicho. Muna na Bi Salma wote wameduaa. Walijua kama Hamdani anapenda watoto, lakini hawakudhani kama angempenda mtoto wa Bwana Kheri. Muna alilia tena. Akamtizama kakake kisha akaangusha macho yake kwa kile kichanga. Mpaka leo alishindwa kusema mwanangu ama kucheza naye na kuzungumza naye. Leo kumwona Hamdani akimchukua kwa mapenzi ilimshangaza na hata kumsuta. Unampenda huyo mtoto? Muna alimuuliza Hamdani kwa sauti ya kukwaruza. Tena nimchukie kanifanya nini kwani? Maskini ya Mungu, hana kosa lolote. Lazima nimpende mwanangu. Mwanao wewe pia mwanangu.
Muna alinyamaza kimya. Hakutarajia hayo maneno kutoka kwa Hamdani. Alimtazama tena kaka yake. Kabadilika, si yule Hamdani aliyemzoea. Alionekana mkubwa, alionekana muhimu. Mara simu ya Hamdani ililia. Akampa Muna mtoto amkamate ili asikilize simu. Muna alimchukua mwanawe na kumtizama. Alifikiria maneno ya Hamdani aliyosema punde. Nimchukie kanifanya nini? Maskini ya Mungu hana kosa lolote. Hamdani alitoa simu yake na kuanza kuzungumza na alimpigia. Walikuwa wakizungumza mambo ya mizigo, mazao ambayo Hamdani alisema atapeleka kwenye boti ya kwenda Ahueni. Mzigo utakuwa tayari baada ya siku 3. Ndiyo, kila kitu kitapatikana. Ndizi za mkono wa tembo, mabungo, peshen na nazi. Sawa. Muna aliendelea kumtizama Hamdani kwa mastaajabu. Akatabasamu. Akakumbuka alivyokuwa akimtania kuwa atafute kazi afanye. Kisha akatabasamu. Moyo wake ulipoa na kufurahi. Hakukumbuka mara ya mwisho lini alifurahi kama alivyofurahi siku hiyo. Lakini ghafla akapata simanzi. Unaondoka tena? Unarudi ulikotoka? Hapana, siondoki. Nitakuwa hapa na nitakuwa nasafirisha tu mizigo kwa sasa mpaka baadaye. Nitapata muda mzuri wa kumlea mjomba wangu. Muna alitabasamu tena na kushukuru kimoyomoyo. Alhamdulillah. Nashukuru Mungu kwa kuniletea kakaangu. Muda wote wa Hamdani alikuwa hajasalimiana na mamake. Sasa aligeuka na kumfuata mamake pale alipo na kumtolea salamu. Bi Salma machozi yalimtoka. Wakakumbatiana na mwanawe. Yaliyopita yote yalipita. Damu nzito kuliko maji. Mwanangu, mbona hukuniambia kama unakuja tukakutayarishia? Usijali mama, hamna neno. Kanichinjie tu huyo jogoo yule kuchi. Bi Salma alitaka kusema kwamba kuku wote waliwachinja wakati wa harusi. Bi Salma alitaka kusema kwamba kuku wote aliwachinja wakati wa harusi ya Muna, lakini alijizuia. Hakutaka kumkera Hamdani au kumfanya Muna azidi kujisikia vibaya. Alimtazama tena Muna. Bado alikuwa kakipakata kitoto chake. Ni ajabu, hakuwahi kumwona Muna akimshika mwanae muda wote huo. Hamdani alimrudia tena mtoto na kaenda kumchukua mikononi mwa Muna. Anaitwa nani mjomba wangu? Muna alinyamaza kimya. Hakupenda kumwita mtoto wake kwa jina. Aliona akimwita kwa jina atakuwa ameshaanza kumkubali. Atakuwa shampa ushindi bwana kheri. Na jina lake nani vile? Muna alijiuliza kimoyomoyo na kujijibu mwenyewe. Saburi. Hivi nani alitoa hilo jina? Muna alifikiri. Kisha akakumbuka kuwa ni baba yake bwana Khamisi. Lilikuwa ni jina la rafiki yake aliyefariki ghafla wakati wanasoma chuo. Pia Saburi lina maana ya subira, ambayo familia nzima ilihitaji kuwa nayo baada ya mkasa uliowakuta. Anaitwa Saburi, Bi Salma alijibu alipoona Muna kabaki kimya. Kisha alitoka kwenda kumtayarishia mgeni chakula, mwanawe wa kwanza, mwanawe mpenzi Hamdani. Ilikuwa kama hakuondoka, ilikuwa kama hawakuhitalafiana. Hamdani alibaki na Muna, ikawa wanapeana habari. Muna alitaka kumhadithia mambo ya harusi na bwana kheri, lakini Hamdani alimkatisha. Hayo tuyawache, tuzungumze mambo yetu ya furaha. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kisha Hamdani akatoa habari yake yote, jinsi alivyoondoka na kwenda Ahueni, alivyokuwa akifanya kazi kwenye mgahawa huko.
alivyodunduliza pesa zake hadi kupata mtaji, alivyotafuta tenda ya kupeleka vyakula kutoka Tulieni kwenda Ahueni, alivyokuwa kwanza akiagiza rafiki zake mpaka mwisho akaona aje mwenyewe. Alieleza alivyokuwa akiishi kwenye chumba cha watu mpaka akapata uwezo wa kukodi chumba chake. Muna alifurahi sana, akajivunia kuwa na kaka huyo mchapakazi na jasiri. Naona siku hizi huvai kama vile zamani. Muna alimtazama kaka yake na kusema, ingawa alikuwa kavaa nguo nzuri, yale manjonjo yake ya zamani yalikosekana. Nywele zake zilikatwa tu kama kawaida na alikuwa hajavaa kofia wala miwani ya jua. Na wakati huo basi, kazi zikikubana huna wakati wa kufanya mambo hayo. Kitoto cha Muna kilipolia tena, Muna alikichukua na kwa hiari yake akakinyonyesha huku akijifunika kangake vizuri ili kujistiri. Mashallah, mdogo wangu kawa mama. Muna uso aliukunja ghafla. Ingekuwa mwingine angemtolea maneno yakampata, lakini kwa Hamdani haikuwa hivyo. Sikuwa na mipango ya kuitwa mama wakati huu. Mipango mingine ni ya Mwenyezi Mungu, na ikisha kutokea hatuna njia ya kuliondosha. Tayari tumepata kitoto chetu kizuri, Allah amkuze, Hamdani alisema. Muna alifikiri, Hamdani kawa mtu mzima mara moja hii, ama kweli kafunzwa huko nje. Bi Salma alipoingia na sinia la chakula, chapati na maharage pamoja na chai iliyojaa viungo, Muna alikuwa shamaliza kumnyonyesha mtoto. Bi Salma alimsaidia kumnyanyua, kumtoa mbweo na kisha akaenda kumlaza. Muna njoo tule, Hamdani alimwambia, na bora ale angalau yatokeayo maziwa. Leo alipoondoka mamake alipiga lio na kula kasusa, alidakia Bi Salma. Hamdani wakakaa na Muna wakala wakamaliza chakula chote, huku Hamdani akiendelea kutoa hadithi mbalimbali za Ahueni. Ndugu wote waliporudi skuli walimzunguka Hamdani, na hapo ilikuwa wakati wake wa kufungua begi lake na kutoa zawadi za kila mmoja. Kitoto cha Muna pia kililetewa viguo, soksi na kofia. Nyumba nzima ilifurahika. Hata Zuena hakuwa na maneno na Hamdani. Ndugu zake wote walimfurahikia, lakini alifurahi zaidi alikuwa Muna. Bwana Hamisi aliporudi, alipewa taarifa haraka kuhusu Hamdani. Kumbe mtu aliyekutana na Hamdani kwanza alikuwa ni yeye. Walikutana baada ya kushuka kwenye boti tu. Bwana Hamisi alimpa Hamdani taarifa za kuumwa kwa Muna na jinsi alivyomsusia mwanawe. Maskini mdogo wangu mzuri, mwenye bidii na aliyekuwa na malengo. Kwa nini lakini? Kwa nini yeye? Hapo Hamdani alipania kumsaidia Muna. Alikuwa arudi Ahueni karibuni, lakini alitiania kubakia hadi hapo mdogo wake atakapokuwa sawa. Hamdani alipitisha muda wake mwingi nyumbani. Alitoka kiasi tu wakati alipokuwa akitafuta bidhaa na kusafirisha mizigo yake. Simu yake aliitumia kwa kazi hizo. Tayari alikuwa na swahiba kwenye boti, wafanyakazi wa boti hizo, na ilikuwa nafuu kwake kusafirisha mizigo yake. Muda wake wote uliobaki aliutumia nyumbani. Akiwa hapo alikuwa chumbani na Muna, na wakati mwingine akisaidia kusafisha ndani mwao na kupanga. Leo tusafishe nje. Haya, leteni mafagio, visu na viroba vya kutilia taka. Kila mmoja alikuwa mstari wa mbele. Walisafisha kwa bidii huku wakiimba, kucheza na kucheka. Atakayemaliza kazi yake vizuri atafuatana na mimi jioni, tutaenda kutembea. Hapo kila mtu alijitahidi. Nyumba nzima ilisafishwa. Kisha zikapangwa zamu za kufanya usafi kila siku, kwa nje na ndani ya nyumba. Kila mtu akaambiwa atengeneze ratiba yake ya mambo atakayoyafanya. Mbona Suleiman, ratiba yako haina muda wa kufanya marudio ya masomo yako? Hamdani alimuuliza Suleiman. Kipindi kifupi alichorudi Hamdani, familia ya Bwana Hamisi na Bi Salma ilijawa na furaha na matumaini mapya.
Polepole Muna alianza kumkubali mtoto wake. Wakati ambao alimwacha mtoto akilia, basi Hamdani akimsikia tu atakuja mbio kumbeba na kumchombeza mpaka kitoto cha Muna ambacho sasa kilikaribia miezi 3 kikimuona tu basi kilianza kutabasamu. Muna alipata funzo kutoka kwa kaka yake na sasa akawa hamfanyii tena visa mtoto. Ile hali yake ya sonona ilianza kumuondoka pole pole, lakini bado alikuwa akijisikia vibaya wakati mwingine. Kila akikumbuka kwamba amekatishwa masomo, kila akikumbuka kwamba hatoweza tena kutimiza malengo yake. Siku moja wakiwa katika kufurahia usiku wa mbalamwenzi kama zamani, familia nzima ipo hapo, basi Zuena alimkumbusha mazungumzo yao ya zamani. Hivi Hamdani, vipi ile safari yako ya majuu? Sasa hivi sina mpango wa majuu. Hata hapa machini mtu anaweza kufanya kazi na kufanikiwa. Muhimu mipango mizuri na bidii tu. Hakuna aliyemuuliza Muna kuhusu mipango yake, lakini mwenyewe alisema kwa sauti iliyojaa huzuni, mimi ndo basi tena. Siwezi tena kutimiza malengo yangu. Siwezi tena kuwa daktari. Bi Salma roho ilimuuma kumsikia mwanawe akisema hivyo. Hata yeye alibaini kosa alilolifanya na alikuwa katika kipindi cha dhiki na majuto. Kwa nini usiwezi? Kwani umebadilika wapi? Kwani wewe sio yule yule Muna? Ama ni mtu mwingine sasa? Hamdani alimhoji taratibu. Wapi? Mie si Muna wa zamani. Mimi si mwanafunzi tena. Niliolewa, nikazaa. Watu nje wananiona mtu mzima. Kuolewa na kuzaa ndo sababu ya kubadilisha? Rais wetu kashasema hakuna msichana kukoseshwa masomo kwa sababu yoyote ile. Kwa nini ujiwekee vipingamizi kwenye taswira yako? Mimi nakuona yule yule Muna wa zamani. Tena sasa hivi namuona Muna aliyepevuka. Namuona Muna ambaye akiweza kuvivuka vikwazo hivi atakuwa jasiri zaidi. Namuona Muna ambaye hatoweza kubabaishwa na kuchezewa na mtu yoyote baadaye, kwani ameshapitia mengi. Hamdani alisema kwa utaratibu na ufasaha. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muna aliyesikiliza maneno ya Hamdani yalivutia, lakini bado hayakuweza kumwingia. Anasema hivi kwa sababu ni kakaangu tu, kwa sababu anataka kunipa moyo, kwa sababu anataka nisiumie. Wewe tu ndo unayeniona hivyo, lakini watu wengine nje wananitazama kwa jicho la dharau, wananisema vibaya. Muna alisema kwa huzuni, akasita kisha kaendelea. Siku nilokwenda kujifungua hospitalini, niliwasikia manesi wakinisema vibaya sana. Nimeachwa, nimetelekezwa, tunapenda kuolewa na wanaume wa Ulaya. Hamdani alitafakari kidogo kisha akasema, ndugu yangu, acha nikwambie kitu. Ukisikiliza maneno ya watu na ukaamua kuyapa nafasi katika akili yako, basi kamwe hutoweza kuendelea. Binadamu kusema ndo kazi yetu. Kamwe hutowazuia watu kusema, hata ufanye zuri lipi, basi bado wao watakao kusema kwa ubaya. Umesahau kwamba ada ya mja ni kunena na muungwana ni vitendo? Wao wache waseme, we wajibu kwa vitendo. Kwa hiyo we jitazame mwenyewe tu na wala usishughulike na watu wanayosema. Haitotokea siku ukaweza kuwanyamazisha binadamu kusema. Muna aliyafikiria maneno hayo ya Hamdani na kuyaona ni kweli, lakini bado hayakumpa ujasiri wa kuweza kujitazama kwa jicho jingine. Bado alijiona kama mtu mwingine asiye bahati, aliyeharibikiwa. Miezi 3 tokea Hamdani arudi, biashara zake ziliendelea vizuri. Kila mwezi aliweza kununua chakula kwa ajili ya familia yake. Mchele, sukari, unga na mafuta. Alimpatia mamake pesa kidogo za sabuni. Si hayo tu, sasa Bwana Hamisi alishirikishwa kwenye kazi za Hamdani. Kipindi Hamdani akienda hueni, basi yeye alikuwa anazunguka mashamba na kutafuta bidhaa. Kwa nini tusilime bidhaa nyingine wenyewe?
Bwana Hamisi alimuuliza Hamdani siku moja. Hamdani macho aliyatoa. Unasema kweli baba? Bidhaa gani tunaweza kulima wenyewe? Bwana Hamisi alibaki kimya kidogo, kisha akasema, tuanze na mapeshen. Kwetu shamba ninayo sehemu tunaweza kuanzia. Na mimi si unajua kuwa ni mtaalamu wa kilimo. Hamdani alimtazama babake kwa furaha. Alifurahi sana kumwona babake kachangamka na uso wake ukiwa na nuru mpya ya matumaini. Basi baba na mwana walianza kilimo cha mapeshen. Bwana Hamisi alitafuta kibarua na kusafisha shamba, kisha na wao wenyewe wakaenda kufanya hiyo kazi baada ya utafiti wa kina kuhusu zao hilo. Hamdani sasa alinunua pikipiki na ndio akiitumia kwenye safari zake za kutafuta bidhaa na kwenda kwenye shamba lao. Kitoto cha Muna sasa kilifikia miezi 6 na kwa bahati mbaya kikawa hakinyonyi tena ziwa la mamake. Kipindi Muna alichokuwa hamnyonyeshi, basi ilipunguza sana utengenezwaji wa maziwa kwenye mwili wake, na mwisho Saburi alikataa kabisa ziwa la mamake, ikawa kitiliwa analivuta na kulitoa. Muna alijitahidi lakini ilishindikana, na jambo hilo lilimsononesha Muna. Alijilaumu kwa nini hakumshughulikia ipasavyo mwanawe hapo mwanzo. Alipomwambia Hamdani habari hiyo, kama kawaida yake alimpa moyo na nasaha. Usijilaumu sana, halikuwa kosa lako. Kipindi ulipojifungua hukuwa sawa. Hali kama yako inawatokea wanawake wengi. Muna aliweza kuja kubaini chanzo cha matatizo yake baada ya kujifungua, kwani Dr. Mwajuma alimpa jina la hali yake na akafungua kwenye mtandao wa Google na kutizama. Muna alijifunza mengi pia kuhusu malezi na ushughulikiaji wa mtoto kupitia mtandao. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Siku moja asubuhi kama saa 4 hivi, wakati amekaa na mwanawe, mara Hamdani alitokea. Muna, naomba uvae unifuate. Kuna sehemu tunaenda. Saburi mwachie mama. Muna alinyanyua macho na nyusi juu kwa mshangao. Wapi huko? We twende tu, acha maneno mengi. Hao wakarukia kwenye pikipiki ya Hamdani. Mara Muna akaona wanaelekea skuli kubwa ya sekondari iliyopo Tulieni. Skuli hiyo ilikuwa ni moja inayosifika kwa kutoa matokeo mazuri na wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 wakisoma hapo. Muna alishtuka. Tunaenda skuli kumbe? Ndiyo. Hapo Muna roho ilianza kumpiga. Alijua wenzake waliokuwa wakisoma nao pamoja watakuwa hapo, baadhi yao. Alijua wako wanaomjua, alijua wengine wataanza kumzungumza. Hayo yote alimpa wasiwasi, lakini alikumbuka maneno ya Hamdani na kumpa nguvu kidogo. Walipoingia kwenye jengo, alisalimiana na watu waliokuwa wakipishana nao na wakaelekea moja kwa moja ofisi ya mwalimu mkuu. Kabla kuingia ndani, walielekezwa na sekretari wasubiri kidogo. Muna kiroho kilikuwa kikimpiga. Tumekuja kufanya nini hapa? Alimnong'oneza Hamdani, ambaye alijifanya kama hasikii. Sasa mnaweza kuingia, aliwaambia yule sekretari. Mwalimu mkuu alikuwa juu ya kiti mbele ya meza yake akizunguka na majalada. Pembeni kulikuwa na kabati la vioo lililojaa vitabu mbalimbali vya kiada na ziada. Asalamu alaikum teacher. Hamdani alisalimia baada ya kuingia, na mwalimu alipowaona aliwakaribisha kwa bashasha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, alijibu huku akiweka kiti chake sawa. Vipi bosi Hamdani? Karibu sana, huyu ndo mwanafunzi wangu. Mwalimu aliuliza, kainamia chini anatizama jalada lililokuwa mbele yake. Kisha akafungua jalada na kuwakabili. Ndio yeye huyu. Jina lake Munawar. Ni mdogo wangu, Hamdani alijibu kwa fahari. Sawa kabisa. Ulimaliza kidato cha 4 lini vile? Mwaka juzi.
Muna alijibu huku kainamia chini akitahayari kwamba amepoteza mwaka mzima nje ya masomo. Oh, sawa. Kwa hiyo wenzako ndo hawa watakaoingia kidato cha 6 mwezi wa 7? Ndiyo. Hujachelewa sana. Bado una muda wa kufanya vizuri masomo yako. Unataka kufanya mchepuo gani? Sayansi PCB. Muna alijibu kwa upole. Bado hajaamini kama atarudi skuli. Na matokeo yako ya kidato cha 4 yalikuwaje? Nilipata division ya kwanza. Nilipata A ya chemistry na biology, na physics nilipata B. Pia na hesabu nilipata B. Na masomo yote nilipasi. Sikuwa na F hata moja. Sauti ya Muna sasa ilionyesha kujiamini. Ala, mashallah. Vizuri sana. Hongera sana. Natumai bado kichwa chako kinachemka. Ukijitahidi utaweza kufanya vizuri, mwalimu alisema. Kisha akawa anafungua majalada na kuyafunga. Sasa ni hivi, mtaenda ofisi ya elimu kukamilisha utaratibu. Baada ya utaratibu kuisha ndio utaripoti skuli. Unahitaji pia kuwa na cheti chako cha kidato cha 4 au ile statement of results. Na kushauri uanze kutafuta vitabu sasa hivi, na kama utapata mtu wa kuanza kusaidia masomo ya kidato cha 5. Kisha akamgeukia Hamdani na kumwambia, wenzake wengi wakija huwa tayari wameshaanza kusoma. Muna hakuamini alichokisikia. Alimtazama Hamdani, kisha akamtazama mwalimu mkuu. Alifunika uso wake kwa viganja. Alipoondoa viganja usoni, hakuweza kuzuia machozi yake. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abed.